Hii ni kubwa kuliko, na sasa ni jubilee ya miaka 50 ya maonyesho ya Sabasaba, chuo cha mipango ya maendeleo vijijini. Ukifika ndani humo, wewe usipate tabu, njoo moja kwa moja banda la Wizara ya Fedha, utakutana watu muhimu sana nchini tunawategemea. Chuo cha mipango ya maendeleo vijijini, wenyewe na kauli yao mbiu, kupanga ni kuchagua. Sasa tutajua kupanga ni kuchagua, tunachagua nini. Lakini ukifika pamoja na wote, kuna volume mengi hapa, journals. Hongereni sana Profesa. Naam. Hongereni kwa kazi. Nashukuru sana kwa kutupatia hizo hongera. Kama ulivyokwisha kusema, sisi ni chuo cha mipango ya maendeleo vijijini, na kihistoria ni chuo ambacho kimeanzishwa tangu mwaka 1980 kwa sheria ya Bunge. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni chuo chenye umri wa takriban miaka 46. Uanzishwaji wake ulikuwa ni kwa kusudi maalum la kuhakikisha kwamba watu ambao wanafanya kazi maeneo wakati ule wa sera ya madaraka mikoani, katika serikali kwa madaraka mikoani, ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale wanaofanya kazi kule wanakuwa na ujuzi stahiki wa masuala ya mipango, kwa sababu ili watu wawe na maendeleo ni lazima hayo maendeleo yamepangwa, na hivyo kuwa kuna mipango. Na kwa hiyo kwa miaka takriban 46 tumekuwa tukitoa hizi shughuli, na ni chuo ambacho kikweli kimekuwa kadri muda ulivyokuwa unakwenda. Wakati tunaanza huo mwaka 1980 tulikuwa na program moja, lakini sasa hivi tuna program za masomo karibuni 54. Sasa majukumu makubwa ya chuo cha mipango ya maendeleo vijijini ni kwanza ni kufundisha masomo ya muda mrefu na muda mfupi, lakini pili ni kufanya tafiti, na tatu ni kufanya masuala ya uelekezi. Pale ambapo watu wanakuwa na shughuli zao wanahitaji utaalamu kutoka kwetu, tunaweza kufanya kitu tunaitwa consultancy, ambayo ni masuala ya uelekezi. Kwa hiyo ni chuo ambacho mwisho wa siku kinakuwa kinatoa fani za masuala ya mipango, na unapoongelea masuala ya mipango unayaongelea katika nyanja nyingi, kwa sababu unapokuja kwenye mazingira na yenyewe pia ni lazima yapangwe, kwa maana kwamba kunatoa kozi zinazohusiana na masuala ya environmental planning. Unapokuja kwenye hii mipango ya maendeleo ambayo unakuta kwamba labda ni serikali kuu, serikali za mitaa ikiwemo halmashauri za wilaya pamoja na mambo mengine, na wenyewe pia wako na mipango yao ya maendeleo. Lakini unapokuja kwenye swala la watu ama tunasema kwenye demography, na yenyewe pia lazima iwe na mipango yake. Lakini pia hata unapokuja kwenye masuala tu ya maafisa rasilimali watu hawa na vitu vingi, kuna kitu kinaitwa manpower planning, na yenyewe pia iko na mipango yake. Kwa hiyo unapokuja kuongelea swala la mipango, kimsingi ni swala ambalo ni pana na ni swala ambalo linapita kwenye sekta mbalimbali, na ndio maana chuo kwa kutambua hilo ilifika sehemu ikasema kwamba maafisa mipango au watu wanaofanya shughuli za mipango ni lazima tuwatengenezee guide maalum ambayo itakuwa inawaongoza katika kufanya shughuli za mipango, ukiachana kufundisha, lakini pia tumetengeneza guide ambayo inaweza ikawa inatumika, na guide yenyewe ni hii hapa hivi. Kwa hiyo hii ndio ambayo inawaongoza maafisa mipango ambao wanahitimu kwenye chuo, wanahitimu kwenye chuo, na yenyewe inaitwa Tanzania Planners Handbook, Guide for Development Planning, ambayo ndani yake sasa kuna vitu vingi. Kwanza mipango kwa ujumla, lakini nafika sehemu tunakuja kuangalia mipango ya kisekta, lakini tunakuja tunachagua maeneo maalum ya upangaji, ikiwemo mpaka masuala ya utatuzi wa migogoro. Kwa hiyo hivi vijiji tunavyoona nchi nzima, maendeleo haya tunayaona, mojawapo mipango yenu ndio imefanya haya maendeleo. Yaani ndio inafanya yawepo, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ni kuzalisha wataalamu. Lakini unapozalisha wataalamu ni lazima uzalishe wataalamu ambao wako na weledi wa kutosha ili kwenda kufanya hizo shughuli wakiwa wamesheheni maarifa. Kwa hiyo tunatoa watu ambao wamesheheni maarifa, na hiyo inatokana na kwamba utaratibu tunaotumia katika ufundishaji, tunatumia kitu kinaitwa competency based. Yaani mtu ni lazima atoke na maarifa, anatoka akiwa anaenda kutenda moja kwa moja, badala ya kufika kule kazini ndo aende akafanyaje, aende akajifunza. Kwa hiyo sisi hatukomei kumpatia tu ile knowledge,
tunakwenda tunampatia na skills pia ambazo zinaenda kumsaidia kufanyaje kutenda. Kwa mfano mwanafunzi wetu wa anahitimu certificate au level ya cheti, yule anapotoka pale lazima anajua kutengeneza mpango wa maendeleo wa kijiji. Anahitimu diploma, anatoka akiwa anajua kutengeneza mpango wa maendeleo ya kata. Anayekwenda kuhitimu masuala labda kwenye degree, yeye anaenda kutengeneza wanasema district socio-economic profile. Hii hapa ni miongoni mwa socio-economic profile za Nyang'hwale district. Hii kazi imetengenezwa na wanafunzi. Kwa hiyo kwa ngazi ya wilaya sasa. Kwenye ngazi ya wilaya. Huyo ni mwanafunzi ambaye anakuja kuhitimu masomo kwenye level ya bachelor. Lakini pamoja na hayo pia tunawapatia uwezo mkubwa sana wa kufanya tafiti. Kwa sababu sisi tafiti ni sehemu ya mafunzo yetu. Ndio maana tumesema kwamba competency based. Yule wa certificate kuna tafiti ambazo atazifanya kwenye ngazi yake ya certificate, wa diploma atafanya tafiti kwenye ngazi yake ya diploma, wa bachelor degree atafanya tafiti kwenye ngazi yake ya bachelor degree, lakini yule kwenye masters pia atafanya tafiti kwenye ngazi yake ya nini? Kwenye ngazi yake ya masters degree. Wale wengine nilikwambia kwamba kuanzia kwenye certificate ataanza kutengeneza labda mpango wa maendeleo wa kijiji au mtaa, atakuja kwenye mpango wa maendeleo wa kata wa diploma, atakuja kwenye mpango wa maendeleo ya wilaya yule mtu wa bachelor degree, lakini ile masters atakuja kutengeneza ya integrated plan ambayo inakuwa na mambo mengi na sura pana zaidi, lakini sekta zote zikiwa ni nini? Zikiwa mle ndani yake, sector planning pamoja na integrated planning ambayo inakuwa yenyewe inakuwa ni pana. Na vile profesa, pamoja kuwakaribisha kwenye kujiunga vyuo Dodoma na Mwanza, lakini vile uje katika banda ya Wizara ya Fedha uweze kujionea na kujifunza masuala mbalimbali namna chuo jinsi kinapofanya kazi. Na hii ni Sabasaba special. Nilikuwa na mkuu wa chuo cha mipango ya maendeleo vijijini, ambapo Dodoma uko makao makuu, lakini Mwanza tuna tawi na tunataka kwenda Songwe, tunataka kwenda Arusha na Kilimanjaro, na Dar es Salaam pia tutatua ndani ya mipango yetu ambayo tumejiwekea. Maana na sisi kama watu wa chuo cha mipango tuna mpango wa miaka 25 wa 2026-50 sawa na dira inavyokwenda, lakini tuna mipango ya miaka mitano jinsi ya utekelezaji wa nini? Utekelezaji wa ule mpango wetu wa muda mrefu. Kwa hiyo ndani ya mpango wetu wa muda mrefu mpaka baada ya miaka kama 25 inayokuja tunategemea tuna kampasi zingine kama 8 katika maeneo mbalimbali, lakini ndani ya mpango huu wa miaka 5 inayokuja mpaka 30 walau tuwe na kampasi 2 mpya. Kwa hiyo